Mpendwa mtazamaji, tarehe 29 kanisa linafanya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 12 aya ya kwanza hadi ya 11. Somo la pili linatoka kwa waraka wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ile ya 4. Waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ile ya 4 aya ya 6 hadi ya 8, ya 17 hadi ya 18. Na injili tunaipata kwa Injili ya Mathayo sura ile ya 16 aya ya 13 hadi ya 19. Nitaisoma injili. Yesu alienda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyu Yohane Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mojawapo ya manabii. Akamwambia, ninyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bar-Yona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalo lifunga duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, hawa watakatifu Petro na Paulo mitume ni akina nani? Tuanze na mtakatifu Petro. Petro jina lake la asili ni Simoni, na baba yake alikuwa anaitwa Yona, mwenyeji wa Betsaida. Alikuwa ni mvuvi wa samaki katika ziwa Genesareti. Akiwa na umri mkubwa, Injili ya Yohana sura ile ya kwanza kuanzia ile aya ya 15 kuendelea inazungumza juu ya wafuasi wawili waliokuwa wakimfuata Yohane. Walimwendea Yesu, wakakaa kwake. Walipokaa kutwa zima, wakarudi nyumbani, wakamkuta Simoni Petro, wakamkuta Simoni, wakamwambia, tumemwona Bwana. Kesho yake wakamchukua wakampeleka kwa Yesu. Yesu alipomwona akasema, wewe ni Simoni, kuanzia leo utaitwa Petro. Wataalamu wa mambo ya kihistoria wanasema Simoni aliondoka, hakutaka kumfuata Yesu kwa sababu unakutana na mtu mara ya kwanza, anaanza kukuambia habari za maisha yako, habari za baba yako, habari za familia yako. Yesu akamfuata tena siku ya pili, akamkuta akiwa anavua samaki. Siku hiyo hawakupata samaki. Ni Injili ya Luka kuanzia Injili ya Luka sura ya 5 aya 10 na kuendelea. Alikuwa akiosha nyavu. Yesu akamwambia, umekosa samaki? Nenda sasa, chukua chombo na nyavu zako, tweka mpaka kilindini. Akasema, kwa neno lako nitazishusha nyavu ingawa ni mchana. Alivua samaki wengi, akawaita majirani zake kuja kumsaidia. Baadaye akasema, ondoka kwangu, mimi ni mdhambi. Yesu Kristo akasema, kuanzia leo
hutakuwa unavua tena samaki, utakuwa unavua watu. Akaacha vyombo vyote na nyavu, akamfuata Yesu. Mara kwa mara Yesu Kristo alipokuwa na wale mitume katika ile eneo lile la Kapernaum na eneo lote la Galilaya, alikuwa analala nyumbani kwa Simoni Petro. Petro aliweza kuona ndani ya Yesu kwamba huyu ni nabii wa Mungu. Petro maana yake jiwe, mwamba. Kwa hiyo aliamua kumbadilisha kutoka Simoni aweze kuwa mwamba. Jina la ubatizo ni mwamba. Katika Injili ya Mathayo tuliyosikia, Yesu Kristo aliwauliza mitume wake ajue, je, katika kipindi hiki cha miaka mitatu ambacho amekaa pamoja na wao, kuna yote ambaye amepata mafunuo, amemtambua kama huyu ni nani? Ndipo alipouliza maswali, wote akakaa kimya. Huyu Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na kwa sababu alijibu swali ambalo watu wengine mitume walikuwa wameshindwa, Yesu aliposema kama mimi ni nani, wengine wakaanza kusema Yohana Mbatizaji, ndipo Yesu akasema, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Akasema wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na akampatia funguo. Akasema utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Hadi leo ukienda eneo la Kapernaum utamkuta Petro ameshika ufunguo. Katika maisha ya mwisho ya Simoni Petro alimkana Yesu, ingawa alikuwa anamwahidi mara kwa mara, nitakufuata popote pale utakapoenda, hata kama gerezani. Yesu akasema, shetani amekupepeta akitaka kuweza kukuangamiza, lakini nimekuombea utakavyoongoka, utakavyosimama waimarishe ndugu zako. Luka sura ile ya 22. Katika Injili ya Yohana sura ile ya 21, Yesu akamwambia Simoni Petro, wanipenda? Akasema, Bwana wewe wajua kama nakupenda. Alimuuliza mara 3, akimkumbusha nyakati zile alizokuwa amemkana. Akamwambia, chunga kondoo wangu. Ingawa walikuwepo mitume walikuwa ni waaminifu kwa Yesu, lakini akalisimamia ile neno alilozungumza, juu ya mwamba ambao nitalijenga kanisa langu. Simoni Petro alivyoamua kumfuata Kristo wakati wa Pentekoste, kitabu kile cha Matendo ya Mitume, akatoka kwa ushujaa, akalihubiri neno. Hakuwa mwoga tena baada ya kumpokea Roho Mtakatifu. Watu wengi sana wakaja wakaifuata njia ya Ukristo. Akawa anakamatwa, anafungwa gerezani, lakini Yesu anamtoa. Alichukuliwa akapelekwa Roma, Italia. Alipofika pale kwa ajili ya Kristo, aliuawa, alitundikwa msalabani. Akasema, sistahili kufa kama Bwana wangu, mimi kichwa changu kiwe chini, miguu iwe juu. Akauawa, akachinjwa, na pale alipouawa akazikwa ndio Vatican, hapo lipo kaburi lake. Myahudi, mtume wa Kristo, anakuja kufa kwa ajili ya Kristo, na leo hii dunia nzima inakwenda pale kwenye ile bazilika, kwenye kile kiti cha Petro. Na ndipo pale ambapo sasa hawa watu wote mababa watakatifu wanaapishwa, wanakaa pale kwenye kiti cha Petro, ambapo kanisa hili ambalo tuko nalo limesimama imara zaidi ya miaka 2025 kwa ajili ya hawa mitume, miamba ya kanisa. Mwamba mwingine wa kanisa ni huyu ndugu yetu Paulo. Paulo alizaliwa Tarso, Myahudi. Akafundishwa katika chuo cha Kiyahudi chini ya mwalimu mkubwa alikuwa anaitwa Gamalieli. Huyu Paulo akiwa ni Farisayo aliyebobea, alitambua kwamba yeyote anayekwenda kinyume na mafundisho ya Kikristo, huyo ni mbaya. Mafundisho ya Kiyahudi, huyo ni mbaya, anapaswa kuweza
kuangamizwa. Katika harakati hizo za kuweza kuangamiza na kuweza kuwaua Wakristo, Paulo alifurahia sana kifo cha huyu ndugu yetu Stefano. Alipomuua huyu Stefano, baadaye akaona ni furaha kuendelea kuwatesa Wakristo. Akaenda kuomba kibali kwa wakuu wa makuhani, akawa anaenda Damascus, ambayo sasa hivi ndio maeneo hayo ya Syria, kwenda kuwaua Wakristo. Yesu akamtokea akasema, kwa nini unaniudhi? Paulo akasema, ni nani wewe? Akasema, ni mimi Kristo. Akaamka akaenda akabatizwa, akasimama imara katika kuweza kumtetea Kristo. Sasa ili na yeye mwenyewe aweze kuwa mtume, kumbuka aliitwa na Kristo, akaambia utaelezwa mambo gani unayopaswa kuweza kuyafanya. Mtume ni yule aliyeitwa na Kristo akatumwa, ili na yeye aweze kuitwa Mkristo, aweze kuitwa mtume, atembee katika shule hiyo. Paulo anazungumza yeye mwenyewe katika ile waraka wake kwa Galatia sura ile ya 11 kuanzia 11 mpaka 20, anasema alipelekwa moja kwa moja, ingawa anazungumza kwamba alitengwa tokea tumboni mwa mama yake kupitia neema ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu alipoona ni wazi kwamba amefika hatua ya kuweza kumdhihirisha kwa mwanaye, ili mataifa yote waweze kumjua Kristo aliyemwaga damu yake pale msalabani, alipokuwa ametoka Damascus, alipelekwa katika jangwa la Uarabu, akakaa huko miaka 3 akifundishwa na Yesu Kristo. Kwa hiyo ilibidi apite katika shule akafundishwa na Yesu Kristo miaka 3 kama wenzake. Baadaye alipotoka jangwani huko, ndipo akapelekwa Yerusalemu kwenda kukutana na lile kanisa. Paulo alifanya utume mkubwa sana katika kuweza kuwaongoa mataifa, na hadi katika Biblia ameandika nyaraka nyingi kushinda wale mitume. Ndiye anaanzisha makanisa mengi katika maeneo ya Ulaya na Asia. Baadaye alichukuliwa akapelekwa Rumi. Ndio maana katika barua yake ya pili kwa Timotheo anamwambia, barua yake ya pili kwa Timotheo sura ile ya 4, anasema, mimi sasa ninamiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Anasema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya haya nimewekewa taji mbinguni. Paulo alichinjwa akazikwa Roma kwenye kanisa ambalo linaloitwa Bazilika la Mtakatifu Paulo, mwalimu wa mataifa. Mtume Petro alihubiri injili kwa Wayahudi. Mtume Paulo akahubiri injili kwa watu wa mataifa, wakamwaga damu zao. Damu ile walioimwaga imekuwa ndio mbegu ya Ukristo ndani ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Hawakusita katika kuweza kumtetea Kristo mbele za mamlaka, walikuwa tayari kufa. Hii ndio miamba ya kanisa ambayo leo hii kanisa linafanya sherehe kwa ajili yao. Tuwaombe watuombee, waliombee kanisa linalopita katika misukosuko. Tuwaombe watuombee na sisi tunapopita katika misukosuko mbalimbali na mamlaka mbalimbali, tusiogope kuweza kuzungumza ukweli. Damu zetu na damu za Wakristo mbalimbali ziweze kuwa ndio chimbuko la kuimarisha imani ya Kristo, na baadaye tuweze kukutana mbinguni na hao watakatifu. Atubariki na kutulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.